Ndugu zangu wa Tanzania, naomba nichukue nafasi hii nzuri niwaambie jambo. Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, ukimtazama kwenye uso wake, maana kiongozi mzuri ambaye ana nia nzuri ya taifa letu, kile kilichomo ndani ya moyo wake kitadhihirika kwenye uso wake. Tunafahamu kwenye taifa hili aina za viongozi wote unaowaona, hawakosi watu wanaowatazama kwa uzuri au wanaowatazama kwa ubaya. Mwigulu Lameck Nchemba amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara, amekuwa waziri katika wizara mbalimbali. Kwa ufupi ni kada wa Chama cha Mapinduzi aliyeiva, aliyeokwa sawa sawa, aliyetumikia chama chake, Chama cha Mapinduzi na serikali. Lakini kuna jambo inabidi tuliangalia hapa, jambo linalohusu dhana za watu. Kuna watu wana wasiwasi hata na ule waziri mkuu wa Mheshimiwa Lameck Nchemba, kwa maana wameanza kwenye uzungumzaji wake. Kuna aina ya uzungumzaji wa waziri mkuu watu wamezoea ni ule wa taratibu, wa maelekezo na ukali kidogo. Lakini kuna watu wamemtafsiri Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba kama ni kiongozi ambaye mkali sana, kiongozi mzungumzaji sana. Hii ni tafsiri ya baadhi ya watu. Na kwa aina ile ya kiongozi kuwa mzungumzaji sana, ambaye mfumo wake unafanana labda na mwenezi au waziri kwenye wizara yenye mishemishe, yani ile wizara ambayo ina, kwa mfano tunasema wizara ya TAMISEMI, ambayo mara nyingi inakuwa na mishemishe nyingi, huenda wengi wakawa wamemgrupu kwenye aina hiyo ya waziri. Lakini mimi nataka kusema kwamba baadhi ya dhana zetu wa Tanzania wakati mwingine zinatupelekea viongozi wazuri kuwaona wabaya. Na hili jambo usijue kadhani linaweza likabadilishika kwenye moyo wa mtu kirahisi. Ni ngumu sana kumbadilisha tu mtu kwenye moyo wa mtu, umwambie bwana Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu sahihi kabisa. Kwa wale wanaokubaliana na aina ya uongozi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, watasema 100% ni mzalendo, ni Mtanzania mwenye kuipenda Tanzania moyoni na machoni. Lakini wako watu watatafsiri kwenye mifumo mingine. Na mara nyingi, kama unajijua wewe una udhaifu, kama unajijua na wewe ni binadamu, kama unajijua na wewe unakosea, why Mheshimiwa Mwigulu Nchemba siwe na makosa kama binadamu? Na kama tungekuwa tunajaji watu kwa makosa yao, leo marehemu Lowassa asingetoka Chama cha Mapinduzi alipoambiwa kwamba yeye ni fisadi, akaja kupokewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sio kwamba ni mwanachama tu, mgombea wa urais kupitia tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hiyo ni kwamba Chadema waliangalia pamoja na makosa yake ya kibinadamu, huyu mtu ana potential gani, ana umuhimu gani kwenye mambo mengine. Ndugu zangu, tunajua taifa letu linafikia wapi. Taifa letu linapitia wakati mgumu sana. Hapa mimi nilikuwa ninachokiomba tu kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutokana na kwamba kuna kitu fulani ambacho toka hii Tanzania yungwe sijawahi kuona kwamba kunatokea kundi la watu ama kikundi cha watu wana uwezo wa kuconfront na vyombo vya dola katika mazingira kama niliyoyaona, ambayo yameweza kuleta maafa kwa Watanzania, yameweza kuharibu miundombinu. Kwa taifa kama hili linahitaji waziri mkuu ambaye atakuwa anakwenda kwenye mambo matatu muhimu. Kwanza, busara. Ukishakuwa na busara utaweza kumsaidia sana Mheshimiwa Rais. Tena busara yako isiyo ya kupimika, kama inapimwa kwenye mzani, hii robo, hii nusu. Iwe ni busara ya kumwagika. Taifa tutaliponya. Lakini pia kuwepo kwa hekima, kwa maana ya hekima. Hekima ni kuweka kitu mahala pake. Ukiweka kila kitu kwenye mahala pake, ukitazama unaona kabisa kwamba kuna vijana waliorubuniwa, kuna vijana kutokana na chuki zao dhidi ya serikali wamepandikizwa kwamba ndani ya serikali kuna watu wala rushwa, wamepandikizwa ndani ya serikali kuna mafisadi, wamepandikizwa ndani ya serikali kuna watu wanatumia mali za umma vibaya.
hizi chuki zinakaa kwenye moyo alioumba Mungu. Wewe binadamu hapa ni ngumu kweli kweli kutatua na kusema chuki za huyu mtu mimi nina uwezo kwenda kusafisha kama unavyosafisha fagio. Sasa ili uweze kutoboa kwenye njia hii, kuna kila namna ya kutumia hekima na busara hizi zenye kumwagika, sio za kupima kwenye mzani, zenye kumwagika. Hapo tutafikia mahala pazuri pa kutatua jambo hili. Lakini kinyume na hivyo, ubabe ukitumika zaidi, nguvu ikatumika, amri zikawa nyingi, amri zinazo, kwa sababu wakati mwingine ziko amri za kutekelezeka kwa ajili ya kuponya maumivu ya watu, lakini kuna amri zinazotoka za kutekelezeka kwa ajili ya kuzidisha chuki na kuzidisha maumivu ya watu. Ukifanya namna hii, unaweza kujikuta unaongoza ndio, lakini unaongoza watu ambao hawakupendi, unaongoza watu ambao wana chuki na wewe. Na kuna wale ambao unajua chuki zimegawanyika. Kuna wale ambao wana react vibaya, ambao wanakwenda kwa mkumbo mpaka wanafikia hatua kujiingiza barabarani. Na kuna wale ambao wana chuki na kiongozi, hawana nguvu ya kusema, wamekaa na makorokocho ndani ya miili yao, ndani ya nyoyo zao. Hawa watu ipo siku mioyo yao itaamua vibaya, na ikiamua vibaya, hapo huwezi kujua nini hasara itajitokeza kwa maamuzi yao. Wengine unaweza kukuta labda wamekaa tu, hata zile ajenda za serikali hawazifurahii, huoni kwamba wanachangamka nazo. Likabaki kundi tu penginepo la machawa, watu wanafiki, wakajifanya wao ndo hea wanashangilia. Kumbe kundi kubwa umeliacha la watu waliojaza chuki kwenye mioyo yao. Wanashindwa kusema, wanashindwa kuongea kwa sababu wanaogopa dola. Na wanaogopa dola si kwa sababu wanaogopa, wanaiheshimu dola iliyotokana na wao, hata kama wao hawakupiga kura. Wajue kuna Watanzania wenzao walio wengi wamepiga kura na kuiweka dola. Kwa hiyo wanaweka heshima kwa kuheshimu hao wendao wa Tanzania kwa kuiweka dola, na wamenyamaza kwa kuiheshimu dola yenyewe. Kwa hiyo ili waziri mkuu mzuri zaidi, lazima hekima yako iwe ni ya kumwagika, sio ya kupimika. Busara yako iwe ya kumwagika na sio ya kupimika. Utakuwa waziri mkuu mzuri, na unaweza ukafanya watu wakakusahau. Uwezekano wa watu kusahau, labda ulikuwa na haiba na tabia fulani. Kama watu leo walimsahau Lowassa, walimweka kwenye list of shame, kama orodha ya watu wa aibu, hawapaswi kuheshimiwa ama kusamehewa, Lowassa alikuwemo. Lakini nini? Lowassa huyu akachukuliwa, akaja kwenye kule walipomsema vibaya, na akaenda kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kusema vibaya kwa waziri mkuu, mfano leo tunasema vibaya Mheshimiwa Mwigulu, wala sio jambo la kuumiza sana, kama Mheshimiwa waziri mkuu mwenyewe ataamua kutumia busara yenye kumwagika, hekima yenye kumwagika, na amri za kutekelezeka zisizoweka chuki. Tuelewane wa Tanzania, amri za kutekelezeka zisizoweka chuki zaidi, tutafika mbali sana. Tunafahamu kuna watu leo wapo kwenye misiba, watoto wao wamefariki, mama zao wamefariki, baba zao wamefariki, mtu mke wake ameuawa penginepo. Kwa hiyo machungu haya huwezi kuyaondoa kwa kutumia jazba, huwezi kuyaondoa kwa kutumia ukali, kwamba mimi kiongozi na amrisha ikawa ni mwendo wa amri tu. Badala ya kupoza mioyo ya Watanzania, tutajikuta tunazidisha chuki ndani ya mioyo ya Watanzania. Halafu kwa kuwa tumeexperience jambo la ajabu, mimi kwangu naona jambo la ajabu, Tanzania hii watu wafikia hatua kama ile, watu wanachoma mali zao, yani hatua ile imenishangaza. Najiuliza ni kwa namna gani kuna vijana wameona ile, halafu wakakemea kwamba kamwe isimtokee kwenye moyo wake asije akaunguza miundombinu ya serikali ambao ni pesa zetu wenyewe walipa kodi. Mimi ni maajabu kuona Tanzania ile, kwamba mtu amekuwa tayari kufa kwa sababu huwezi kuipimia ama kulipimia jeshi la polisi namna litakavyopambana dhidi ya wanataka kuhatarisha amani. Jeshi likijihami lazima madhara yatokee, kwa sababu kuna nguvu ya kadiri inaweza ikatumika, lakini kuna wakati sasa inakuja jeshi inabidi litumie nguvu ya kujihami.
na kwenye kujihami ndio unaonaga hadi majambazi wanauawa. Kwa hiyo Watanzania, dhumuni kubwa, tusiendelee kupandikiza dhana mbaya kwa viongozi wetu. Nina imani hatutakuja kuwapenda, hatutawapenda kwa sababu dhana tunajaza chuki. Lakini kama tutasubiri tuone mwisho wa jambo itakuwaje, je, huyu tunayemuona kwamba alionekana ni mbaya atabaki hivyo hivyo? Unaweza kushangaa tukaona mabadiliko makubwa. Leo Mheshimiwa Mwigulu unayemuona huyu kwa kasi yake, baadaye tukaja kuneemeka wa Tanzania. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.